Tunamshukuru Mungu kwa mahali ambapo ameweza kutufikisha hadi wa sasa. Sasa leo naomba tuweze kuangalia ni kwa nini watu wa Mungu ama Waadventista wa kweli hasa wana matengenezo katika kipindi hiki cha mwisho wanatakiwa waupinge na kukataa utatu. Wanatakiwa waupinge na kukataa utatu. Sababu ya kwanza ni 17:17 Yohana. Biblia inasema hivi. Kitabu cha Yohana 17 mstari wake ni wa 17. Inasema watakase kwa ile kweli. Neno lako ndilo kweli. Kwa hivyo fundisho lolote lile ambalo linaenda kinyume na neno la Mungu, bila shaka hilo fundisho tunatakikana tuweze kulipinga, na tunalipinga kwa nguvu yote ambayo Mungu ameweza kutujalia. Sasa ni kwa nini tuseme utatu upo ndani ya maandiko? Tuanzie katika kitabu cha Mwanzo 1 mstari wake ni wa kwanza. Maandiko yanasema hapa mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Wana utatu wanaposoma ile andiko na kusikia kwamba roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa vilindi vya maji, wanakuambia unasikia Mungu roho alitulia juu ya uso wa vilindi vya maji. Lakini maandiko yamesema ya kwamba roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa vilindi vya maji. Tunauliza maandiko, roho ya Mungu iliyotulia juu ya uso wa vilindi vya maji ina maana gani na ni roho gani? Kitabu cha Petro wa kwanza 1 mstari ule wa 12. Petro wa kwanza 1 mstari wa 12. Biblia inasema maana alipata heshima na utukufu kwa Mungu Baba hapo alipoletewa sauti iliyokuwa ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye. Kwa hivyo unaposikia roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa vilindi vya maji, ni utukufu wa Mungu ulitulia juu ya uso wa vilindi vya maji. Je, kwani waliumba wangapi ili utukufu wa Mungu uweze kutulia juu ya uso wa vilindi vya maji? Huo utukufu wa Mungu ulikuwa na nani na alikuwa ameutoa wapi? Hebu sikiliza hii tu kitabu cha Mwanzo 1:26. Wakati mwanadamu anaumbwa, maandiko yanasema ya kwamba Mungu akasema. Kwa hivyo aliyekuwa anasema hapa ndiye anaitwa Mungu. Lakini kwa mujibu wa wana utatu wanasema ya kwamba Mungu mmoja ni Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho. Na tukisoma ile andiko la Mwanzo, maandiko yanasema Mungu akasema. Kwa hivyo kwa mujibu wa wana utatu na sio kwa mujibu wa Biblia, huyu Mungu aliyesema ni Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho. Sasa sikiliza, Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Huyu ambaye Mungu alikuwa anaambia tumfanye mtu kwa mfano wetu, ni dhahiri na ni wazi kwamba alikuwa na mfano wa Mungu. Kwa sura yetu wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani. Kwa hivyo mtu aliyekuwa aumbwe alikuwa na mfano wa Mungu na sura ya Mungu. Na pili, yule ambaye Mungu alikuwa anaambia na tumfanye alikuwa na sura ya Mungu na mfano wa Mungu. Sasa tunauliza maandiko, ni nani na nani ambao walikuwa wanaambiana, wanaongeleshana katika kitabu cha Mwanzo 1:26 ambao wanasema tumfanye mtu kwa mfano wetu? Ni nani na nani? Sulemani anapoandika kitabu cha Methali 8 mstari wake ni wa 34. Methali 8 mstari wake Methali 30 mstari wake wa 4 samani. Methali 30 mstari wake ni wa 4. Sikiliza. 30 na Methali, maandiko yanasema hivi: ni nani aliyepanda mbinguni na kushuka chini? Ni nani aliyekamata upepo kwa makonzi yake? Nani aliyefunga maji ndani ya nguo yake? Ni nani aliyefanya imara ncha zote za nchi? Maandiko yanauliza nani aliyefanya imara nchi? Nani aliyeumba dunia? Jina lake ni nani? Aliyeumba dunia kwanza ako na jina, na ni nani jina la mwanawe kama wajua? Pili ako na mwana. Kwa hivyo dunia iliumbwa na Mungu Baba na mtoto wake Yesu Kristo. Na ndio maana kitabu cha Mwanzo 1:26 Mungu anasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Ukisoma Wakolosai 1:15 inasema naye Kristo Yesu ni mfano wa Mungu asiyeonekana, mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Kwa hivyo aliye na mfano wa Mungu, maandiko yamekwisha kusema waziwazi ya kwamba ni Yesu Kristo. Hicho ni kitabu cha Wakolosai 1:15. Ukisoma vile vile Wakorintho wa pili 4:4 maandiko yanasema ya kwamba Yesu Kristo pia ni sura ya Mungu. Kwa hivyo wale ambao wanatoa hosia, wanaoongeleshana katika kitabu cha Mwanzo 1:26 ni Mungu Baba na mwanawe Yesu Kristo. Ni Mungu Baba na mtoto wake Yesu Kristo. Lakini je,
habari za Roho Mtakatifu nazo. Habari za Roho Mtakatifu nazo. Kwani Roho Mtakatifu hakuwepo katika uumbaji? Ama huyu Roho Mtakatifu ni roho wa nani? Hilo tutakuwa tunaangalia katika sehemu ya pili ya Godhead. Katika sehemu ya pili ya Godhead ama uungu. Barikiwa sana kwa kutazama hadi mwisho. Barikiwa.